Tuna jumla ya wagonjwa 135 ambao tunategemea baada ya kumalizika zoezi hili tutakuwa ndo tumeshawafanyia. Tulianza kufanya operesheni hii jana, na jana tulifanya wagonjwa 40 na leo wagonjwa wako 35 na wengine wanaendelea kuja, na wengine tutawafanyia kesho ambao tumepanga kuwafanyia insha Allah. Mtoto huyu wa jicho ni maradhi ambayo yanaweza kuepukika na ni maradhi yanayotibika. Sababu zake kama alivyoeleza mwenzangu, sababu kuu ni umri, na kuanzia miaka 40 kuendelea naweza kupata mtoto wa jicho, ama kama umeumia traumatic cataract, ama umezaliwa kama ni watoto wanazaliwa nao congenital cataract, lakini pia inatibika. Tuna madaktari wa watoto, madaktari bingwa wa watoto kwa ajili mahsusi kwa ajili ya kufanya tiba hii. Tatizo kubwa ambalo tumepata operation nyingi tulizofanya ni za mtoto wa jicho. Huu ugonjwa ni kwa wagonjwa wengi ni hali ya umri tu, kwamba kuna umri ukifika vio vile vya kuonea vinapata ukungu. Huu ukungu unasababisha mtu asiweze kuona vizuri. Kwa hiyo wagonjwa wengi ni watu wazima, ni upofu unaozuilika. Bila kupata matibabu, wagonjwa wengi wanakuwa kama ni vipofu kwa sababu hawezi kufanya shughuli zozote za kimaendeleo. Mtu ambaye haoni hawezi kwenda shamba, hawezi kwenda kwenye shughuli za uvuvi na shughuli nyingine za kujitafutia. Kwa hiyo wengi ni watu wazima lakini bado wana nguvu. Tukiwapa hii huduma, wakirudi kwenye uoni wao, watarudi kufanya shughuli zao za kiuchumi na hivyo kuweza kuinua hali zao za maisha. Wengine wanapata shida kwenye matatizo kama ya kisukari. Wapo wagonjwa wa kisukari wanapata matatizo. Wengine kwa sababu mbalimbali, labda ni kuumia, labda alipigwa au aligongwa na kitu kizito kwenye jicho, huwa anapelekea kupata mtoto wa jicho. Lakini kwa asilimia karibu 90 ya wagonjwa ambao tumewahudumia, wake kwa waume, wote ni sababu ya umri ndio wameweza kupata tatizo la ugonjwa wa macho. Mpaka sasa na labda shukurani kubwa nyingi sana kupata matibabu ya macho, na hivyo mpaka sasa natoa pongezi nyingi sana za kufanyiwa jicho langu. Nashukuru, si jambo, sivyo nilivyokuwa jana, lakini sivyo leo nilivyokuwa. Shukuru sana katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mpangilio uliofanya, huu mkubwa kabisa kwa kutoa maisha yetu. Maana mwanzoni nilipata matatizo nishtuka, nitafanya nini? Kashinda pa kwenda. Kwanza mwenzangu nimeona kwenda kibeda Dar es Salaam 1.5 mimi nitazipata wapi? Kwa utaratibu huu nimeletwa hapa, nimetibiwa bure. Na nimeambia tarehe tena mwezi wa pili nirudi, nitaendelea kufanya matibabu bure na uchunguzi. Kwa kweli naishukuru Serikali ya Mapinduzi inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Huduma nzuri tu, wala usiwe naoga sana. Kwa hiyo wafanye na vyo kama wana matatizo kama haya wafanye waje tu. Hapa leo tumekuja fanyiwa macho bure, hatukulipa hata shilingi moja. Kwa hivyo natoa pongezi sana, na iendelee, isiwe mwisho, iendelee na wengine waje wafanyiwe dawa bure.